Ndugu wapenzi watazamaji popote mlipo, ninawasalimu hamjambo. Karibu tena kwenye mwendelezo wa mazungumzo yetu kutoka kwa ukumbi huu, ukumbi wako, ukumbi mzuri, mahala ambapo unapata taarifa za ukweli na mtangazaji wako Bwana Ezra. Kitu ambacho nakuomba ni usikilivu mwema, na kama haujaweza kupiga subscription hakikisha kwamba una subscribe na kulike video ili pindi tu tunapoachia video unazipata kwa haraka. Sasa hii leo ninaomba tuweze kuzungumzia hatua za kuwashtaki ama jinsi ambavyo utawala wa Samia Suluhu Hassan hatima yao ya kushtakiwa imeweza kulala mikononi mwake aliyekuwa Rais wa Malawi Lazarus Chakwera, aswa baada ya kukamilisha ziara yake katika taifa letu la Tanzania, ziara ambayo aliweza kutumwa na Umoja wa Kimataifa. Makala hii inakudokolea, inakuchambulia kwa marefu na mapana kulingana na taarifa za kisiri ambazo nimeweza kuzipata. Kwa hivyo cha muhimu ni wewe upige subscription. Sasa ninaelezwa kwamba hatima ya viongozi wa Tanzania kushtakiwa na mahakama ya kimataifa ya uhalifu ukipenda ICC sasa imo ndani ya ripoti ya mjumbe maalumu wa katibu mkuu wa Jumuiya ya Madola Dr. Lazarus Chakwera. Mnakumbuka kwamba Lazarus Chakwera alikuwa ametumwa katika taifa letu la Tanzania na Jumuiya ya Madola ili kuja kuchunguza kiini kisababishi cha maandamano yaliyozuka mwaka uliopita. Sasa ile ziara ilikamilika, na kusema ukweli sasa hivi Lazarus Chakwera ameenda ama amerudi upande wa Jumuiya ya Madola akiwa amebeba siri nyingi za taifa letu la Tanzania. Sasa tunaelezwa kwamba Dr. Lazarus Chakwera ambaye aliondoka nchini wiki iliyopita baada ya ziara yake ya siku 9 akitafuta ukweli kuhusu kadhia na madhira ya vurugu ya uchaguzi mkuu mwaka 2025 tarehe 29 mwezi wa Oktoba, anatarajiwa kukamilisha na kuwasilisha ripoti yake kwa katibu mkuu wa Jumuiya ya Madola ndani ya miezi miwili ijayo. Sasa bwana Chakwera alikusanya maoni kutoka kwa taasisi mbalimbali na amepewa muda mwafaka wa miezi miwili kuandaa ripoti yake kuhusu kile ambacho aliweza kupata Tanzania. Na ninaelezwa hivi, tayari ICC inaendelea na mchakato wa kukusanya, kuandika na kuamua endapo baadhi ya viongozi wa Tanzania walioamuru kutumika kwa risasi za moto siku ya uchaguzi mkuu Oktoba mwaka 2029, yani Oktoba 29 mwaka 2025 na siku kadhaa zilizofuata wanaweza kushtakiwa. Sasa ICC inazidi kuandaa, inazidi kuandika na kuamua na kukusanya iwapo viongozi wakuu ndani ya serikali ya Samia, ndani ya serikali ya Tanzania wanaweza wakashtakiwa kuhusu kadhia zilizotokea mwaka uliopita. Sasa katika vurugu zile za uchaguzi huo, baadhi ya wananchi walipigwa risasi na kupoteza maisha, huku wengine wakibaki na ulemavu wa kudumu. Idadi ya waliofariki hadi sasa haijaweza kutambulika, haijaweza kutambuliwa na hii serikali ya Samia. Hata wale ambao waliweza kuumizwa, idadi kamili haijaweza kuwekwa bayana au wazi. Vile tunaelezwa hivi au ninaelezwa hivi katika ripoti ambayo nimeweza kuipokea ya kisiri, mimi peke yangu ndiye niko na uwezo wa kueleza,
Naelezwa kwamba Dr. Lazarus Chakwera katika ziara yake alikutana na watu mbalimbali na kusikiliza maoni yao, kile wanachokielewa kuhusiana na ghasia hizo zilizofuata ama zilizochafua taswira ya Tanzania. Vilevile Bwana Lazarus alipatana na watu mbalimbali, taasisi, makundi mbalimbali ikiwemo Samia Suluhu Hassan na tume batili, tume isiyokuwa halali ya uchaguzi INEC. Waliweza kupatana nayo wakazungumza. Sasa kutokana na mazungumzo hayo ya siri aliyoyafanya na watu wa makada mbalimbali, ni wazi kwamba Dr. Lazarus Chakwera aliondoka katika taifa letu la Tanzania akiwa anajua siri nzito kuhusu ni kipi ambacho kiliweza kuchochea uchaguzi uliokuwa umezingirwa na vurugu mwaka uliopita. Sasa taarifa ambazo zinanifikia kwenye meza yangu ya habari hapa zinanieleza kwamba ICC, mahakama ya jinai, International Criminal Court, ina uwezo wa kuomba taarifa za ripoti ya Chakwera na kuainisha, kulinganisha na zile taarifa ambazo walikuwa wamezikusanya kwa njia zake na kufikia uamuzi iwapo watawashtaki hawa viongozi wakuu wa Tanzania waliochochea kuuawa kwa raia. Mnaelewa, ripoti nyingi ICC itatoa kutoka kwa ile ripoti ambayo iliweza kuandaliwa na Al Jazeera, BBC pamoja na CNN. Kwa hivyo mambo yanazidi kupikwa na hakuna mbuzi kuruka kamba wakati huu. Utawala huu wa Samia ulikuwa unajifanya kwamba wanajua kila kitu, lakini wapi? Bila kuambia kwamba mambo yataenda kukaa magumu. Sasa kulingana na yale mazungumzo ambayo Bwana Chakwera aliweza kufanya na viongozi mbalimbali wakiwa Samia, Tundu Lissu, Chadema, CCM, ninakueleza hivi, ripoti ambayo imeandikwa ni ripoti nzito. Mfano, Dr. Lazarus Chakwera alipokutana na Rais Samia, mkuu huyo wa nchi aliyejiweka madarakani baada ya kuiba kura, aliweka bayana hatua ambazo serikali yake imezichukua baada ya vurugu hizo ili kuirudisha nchi kwenye mstari wa amani na utulivu, na kuhakikisha kuwa kilichotokea siku hiyo mwaka uliopita hakitaweza kujirudia miaka ijayo. Sasa Samia yeye alieleza kwamba aliunda tume ya Jaji Othman Chande ili kutafakari kiini cha vurugu hizo na kutoa mapendekezo ya nini kifanyike. Sasa msimamo huo wa Samia hautafautiani kabisa na msimamo wa viongozi wa serikali ambao ulielezwa na waziri wa nchi, afisi ya waziri mkuu, sera bunge, uratibu na wenye ulemavu, Profesa Palamagamba Kabudi. Sasa Samia yeye alipoulizwa ni kipi ambacho anakijua kilichosababisha vurugu za mwaka uliopita, hakueleza, ila kulingana na yeye, taarifa ambazo niko nazo, yeye alieleza kwamba amepiga hatua zipi ambazo amepiga.
amepiga hatua za kuunda tume ambayo itahakikisha kwamba wanajua ni kiini kipi ambacho kiliweza kusababisha zile furugu, alafu baadaye apokee mapendekezo ni yepi ambayo watafanya nini, watayachukua ili kuweza kuhakikisha kwamba miaka ijayo vurugu hazitaweza kujitokeza kipindi cha kura. Sasa ninashangaa hapa, sijamsikia Samia akizungumzia kwamba haki itapatikana kwa zile familia ambazo ziliweza kuwapoteza ndugu zao kupitia kwa zile vurugu, polisi kuwaua wananchi. Na ndio maana ninakuambia kwamba IECC ama ukipenda ICC inapaswa kuchukua uharaka wake iweze kushtaki viongozi kama hawa, kwa sababu hawezi wakaendelea kutulia wananchi wakiendelea kuteseka, wananchi wakiendelea kupitia matatizo ya kupoteza ndugu zao. Sasa katika mazungumzo ya Bwana Kabudi na Bwana Chakwera saa chache, Profesa Kabudi alieleza kwamba serikali imeweza kuhakikisha kwamba wameleta amani na wameweza kuunda tume ambayo itahakikisha kwamba italeta mapendekezo ambayo serikali itachukua ili kuhakikisha kwamba hapo baadaye hapatatokea mambo kama haya. Sasa utaona mapendekezo ambayo Samia aliweza kuyatoa au taarifa ambazo Samia aliweza kuzitoa zinalandana na kufanana na taarifa ambazo viongozi wa serikali yake waliweza kuzitoa. Mfano, nimekueleza bwana Profesa Kabudi na yeye aliweza kusema kwamba wameweza kuunda tume. CCM nayo baada ya kuenda pale wakiongozwa na katibu mkuu wa CCM ambaye ni Dr. Asha Rose Migiro, nao walieleza kwamba wameunda tume ya kutathmini ni kipi ambacho kiliweza kusababisha vurugu na kutoa mapendekezo ni kipi ambacho kama taifa tunapaswa kufanya ili kuweza kuhakikisha kwamba tunarejesha taifa letu katika hali iliyo sawa. Unaona, wacha nikueleze mpenzi mtazamaji, CCM, Samia na vibaraka vyake, wao hawakutoa mapendekezo yoyote. Wao hawakueleza ni kipi ambacho kiliweza kujiri. Wao wamesema kwamba wameunda tume na wanategemea wakuje kupata ripoti kutoka kwa hiyo tume ya Othman Chande. Kumbuka kwamba ile tume wananchi wameweza kuitilia shauku. Sijui kama unanielewa. Sasa tukiachana na hiyo serikali ya Samia ambayo ni batili iliyopatana na Chakwera, Chadema, chama kikubwa cha wananchi, kiliweza kuteta sana na kiliwasilisha malalamiko yake katika afisi ya Chakwera. Mfano, katika kikao chake bwana Chakwera na viongozi wa ngazi ya juu wa chama cha Chadema, Dr. Chakwera walieleza ama Chadema walieleza madai ya kuminywa kwa demokrasia na kukandamizwa kwa uhuru wa kufanya siasa. Unaona, Samia yeye hakueleza mambo kama hayo. Yeye alieleza kwamba ameunda jopo litakalochunguza yaliyotokea, na akaeleza kwamba yeye ameleta taifa limekuwa na amani. Lakini unaona, Chadema wameamua sasa kuchora taswira kamili ya yale ambayo yanaendelea katika taifa letu la Tanzania. Na ikiwa wewe ni mtu ambaye anachunguza, hakuna haja ukimbilie katika maktaba ya serikali uende kupata taarifa pale. Serikali itajitetea. Nenda kwenye vyama vya upinzani au kwa wananchi, pale ndipo utapata taarifa sahihi. Sasa Chadema wao walieleza kwamba nchini mwetu kuna kuminywa kwa demokrasia. Vyama viruhusiwi kushiriki mikutano ya kisiasa. Mkishiriki kwenye mikutano ya kisiasa mnatwangwa mabomu ya kutoa machozi. Mliona jinsi ambavyo hata Chadema iliweza kufungiwa kutoshiriki kwenye ulingo wa siasa kwa takriban ya mwaka mmoja mzima. Takriban ya mwaka mmoja.
katika taifa letu la Tanzania kuminywa kwa demokrasia kupo. Hatuwezi tukashiriki uchaguzi wa haki na huru. Hiyo ni demokrasia. Vile vile wakaeleza kwamba kukandamizwa kwa uhuru wa kufanya siasa ni ukweli. Utapata kwamba viongozi wa serikali wao wakifanya mikutano, ile mikutano inaachwa inaendelea kwa amani. Lakini viongozi wa upinzani wakishiriki kwenye mikutano, ile mikutano inachukuliwa kama mikutano ambayo haifai kwenye taifa la Tanzania. Kwa hivyo hayo ndio waliweza kumweleza Bwana Chakwera. Vile vile viongozi hao walieleza malalamiko yao juu ya kuwepo kwa kukiukwa kwa haki za binadamu na unafanywa na serikali. Watu wanatolewa uhai, watu wanatekwa, watu wanauawa, watu wanaumizwa, wengine wameachwa na majeraha. Huko ndiko kukiukwa kwa haki za kibinadamu. Hapa sasa ndiko Bwana Chakwera, mjumbe huyu wa Jumuiya ya Madola, alianza kupata taswira kamili. Vile vile Chadema waligusia umuhimu wa serikali kufuta kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wao Tundu Lissu, na pia waligusia jinsi walivyoridhishwa yani pia waligusia jinsi wasivyoridhishwa na tume ya Jaji Othman Chande. Pendekezo lingine ambalo Chadema wanaeleza kwamba liliweza kuchochea mpaka taifa letu la Tanzania likaingia kwenye mapigano, likaingia kwenye vurugu, ni viongozi kukamatwa na kufunguliwa kitu ambacho kinaitwa mashtaka ya uhaini yasiyokuwa ya haki, yasiyokuwa ya sawa. Unapata kwamba mtu amefanya kosa kidogo ama kosa dogo, anafunguliwa mashtaka ya uhaini. Sasa hapa ndipo Chadema walieleza kwamba mfano mwenyekiti wao Tundu Lissu alifunguliwa mashtaka ya uhaini ambayo hayafai, na wakapendekeza hayo mashtaka yaweza kufutwa mara moja. Vile vile Chadema hawakuishia hapo. Walieleza kwamba hawana amani ama hawana imani na ile tume ya Othman Chande, hii ambayo Samia amekuwa akieleza kwamba wanasubiri iweze kutoa ripoti ili watoe mwelekeo ambao serikali itachukua na nchi. Lakini Chadema wamesema kwamba ile tume ni ya kuja kusafisha dhambi na maovu ya Samia, na kueleza kwamba aliweza kuchaguliwa kikatiba kipindi ambapo aliweza kuiba uchaguzi na akaweza kujitakaza ama akaweza kujitangaza kwamba alishinda kupitia ama kwa kupata 98%. Vile vile Chadema waligusia jinsi watu wanavyotekwa, wanavyouawa na watu wasiojulikana. Walieleza jinsi watu wanavyotekwa na kupotezwa mara kwa mara, na pia walieleza umuhimu wa kuruhusu wachunguzi wa kimataifa kwa ajili ya kuchunguza ghasia za Oktoba mwaka uliopita. Unajua, kusema ukweli, utekaji upo na sijui iwapo utekaji huu utakoma. Akina Humphrey Polepole unajua walitekwa, Mdude walitekwa, hawajulikani waliko. Sio kama unanielewa? Kwa hivyo huo ni utekaji. Na Chadema walieleza jinsi ambavyo wananchi wanatekwa, wanakamatwa, wanauawa, wanaumizwa, ili katika ripoti yake Bwana Chakwera aweze kuainisha na andike ripoti ambayo ipo sahihi, kwamba haya kuminywa kwa demokrasia, kuminywa kwa wananchi wasishiriki kwenye mikutano ya kisiasa ndiyo yalisababisha machafuko kuzuka. Vile vile tunaona serikali wao walijitetea. Upinzani kupitia kwa Chadema wanaeleza kwamba ule ushindi wa Rais Samia Suluhu Hassan ambao aliweza kujitangaza alipata 99%,
80 ama asilimia 98. Walilalamikia jinsi wanasiasa na vyama vya upinzani wanavyoonewa na vyombo vya dola na kusema kwamba ule uchaguzi na ule ushindi wa Samia ambaye anajitangaza kwamba aliweza kupata asilimia 98, ule uchaguzi haukukuwepo bali ni matokeo ya kupika. Kando na hao, viongozi hawa wa Jumuiya ya Madola waliweza kupatana na Boniface Mwabukusi ambaye ni rais wa chama cha wanasheria Tanganyika. Na ni kweli na ni wazi Boniface Mwabukusi alieleza kilichojiri, ni kipi ambacho kiliweza kutendeka mpaka wa Tanzania wakakataa uchaguzi. Sasa Chakwera alimalizia kupatana na mtu ambaye anaitwa Jakaya Kikwete. Sikiliza jinsi ambavyo Kikwete aliweza kusema. Nimeweza kuelezwa kwamba Kikwete, maelezo yake, alisikitika kwa yaliyotokea na kwamba tayari serikali yao imechukua hatua kadhaa ili kupata chanzo cha vurugu, ikiwemo kuandaa tume ya kuchunguza. Sasa unajua, ndugu wa Tanzania wanaeleza kwamba miongoni mwa wale ambao waliweza kuchochea mpaka wananchi wakatolewa uhai ni Jakaya Kikwete. Lakini Kikwete yeye anajutia eti mbona watu walitolewa uhai. Anajutia na kuomboleza kwamba ndugu zetu waliweza kuuawa, lakini akasema kwamba serikali ya Samia imeweza kuunda tume ambayo itakayotafuta kiini kilichosababisha wananchi kuaga dunia. Wacha nikwambie, Chakwera aliondoka katika taifa letu la Tanzania akiwa na taswira kamili jinsi ambavyo viongozi aswa wa serikali walivyochochea mpaka taifa letu la Tanzania likazama kwenye machafuko. Na sasa hatima ya viongozi hawa kushtakiwa katika mahakama ya jinai ICC ipo mikononi mwake Lazarus Chakwera, akiandika ripoti ambayo itaelezea yale yote ambayo yalijiri na yale yote ambayo aliweza kuyapata kutoka kwa viongozi bila ya kudanganywa na Samia, bila ya kuhongwa na Samia. Viongozi hawa wa serikali wataelekea kwa jela, na ripoti hii itapeanwa kuelekea ICC ili kuweza kuhakikisha kwamba ndugu zetu wanapata haki kuhusiana na yale ambayo yalitokea. Kwa hivyo kitu ambacho unapaswa kuelewa, mpenzi mtazamaji, tayari ICC inaendelea na mchakato wa kukusanya, kuandika na kuamua endapo viongozi wakuu ndani ya hii serikali ya Samia watachukuliwa hatua. Lakini mimi kitu ambacho kimeweza kunipendeza ni jinsi ambavyo viongozi na wananchi kutoka mirengo ya upinzani wanataka Tundu Lissu aweze kuachiliwa mara moja. Nitaendelea kuwapambanulia, kuwachanganulia yale yote ambayo yataendelea kujiri. Cha msingi tu subscribe, like video, turn on notification bell au fungulia kengele ili kipindi ambapo nitakuwa naachilia video unazipata kwa haraka. Asanteni sana. Mwenyezi Mungu awabariki, ninawapenda.